Asante sana mkurugenzi kwa kuweza kuzungumza na sisi. Nazungumzia ushirikiano wenu na CRDB Foundation. Kipi hasa kilisababisha hii kutokea? Yeah, asante kutembelea kwanza, lakini kipi kilisababisha kufika tupofika ni maono na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa ujumla wake, kwa muda kadhaa sasa tumekuwa tukihudumia vijana. Nyuma kidogo kwamba serikali ina jukumu la kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya shughuli zote za utafiti na ubunifu kwa ujumla wake. Kwa hiyo kuna sera, kuna miongozo, lakini inakuja kwamba kupitia COSTECH tumekuwa tunasaidia kutengeneza kumbi za bunifu. Yoyote ni kuwasaidia vijana waweze kufikika, wanapobuni mambo yao yaweze kupata usaidizi. Kwa jukumu kubwa la serikali ni mazingira wezeshi. Kwa nini sasa mazingira wezeshi? Alafu tunakuja sasa uwekezaji. Kuna kuwezesha, kuna kuwekeza. Sasa tukiangalia kwa muda wote tuliofanya kazi, tuna vijana zaidi ya 3000 ambao wamefikia kwa moja nyingine. Sasa wako mtaani. Na tukumbuke hapo nyuma serikali pia kwa mazingira yao huwa inatoa ruzuku ya awali, tunasema ni seed fund au mbegu. Kuna vijana ambao wameshapewa mbegu, bunifu zao zile zimefika kwenye hatua ya kwenda sokoni. Sasa kwa mtaji haupo. Kuna maana kwamba ni maono ya Mheshimiwa Rais kwa maana kwamba vijana hawa wafike sokoni. Kama tunakumbuka mwaka juzi alitembelea Ufaransa. Aliona kule kwamba at least mifumo ipo ambayo inawasaidia vijana kwenda mbele zaidi. Kwa ndo msingi wa kusema pamoja na serikali kutoa hizi mbegu na usaidizi mwingine, ikiwezekana sasa tuwe na mitaji ya kupa vijana hawa. Kwa hiyo ndo msingi. Na tumeona katika programu hii ya Imbeju ya CRDB vijana karibu 700 wamenufaika na mpango mzima. Malengo yenu hasa ni kufikia vijana wangapi? Ile programu ya Imbeju ilikuwa ni ya CRDB. Yeah. Sisi kama nilivyosema tuna jeshi la vijana ambao tumeshawapatia usaidizi wa namna mbalimbali, ikiwemo na hiyo mbegu ya bunifu zao. Kwa sababu walipokuja na programu yao tulikutana kwa maana kwamba nyie mnadili na vijana, tayari mnao, mtusaidie kuwapata kusudi waje kwenye programu yetu. Kwa sisi na malengo yetu vijana wote wasaidike. Kwa hiyo hatujadili kamili. Vijana yote mwenye ubunifu, wenye tija, mwenye ubunifu ambao unatatua changamoto kwenye jamii, mwenye ubunifu ambao kuna mlaji upande wa pili, sisi tungependa tumsaidie atoke. Naam. Watu wengi lakini wanakuwa na wasiwasi kwamba wakija na mawazo yao na ubunifu wao, uhakika wa kubaki nayo unakuwa ni mdogo, wanaweza wakachukuliwa. Mnahakikishia vipi ili wajitokeze na wasio na wasiwasi kwamba mawazo yao yatachukuliwa? Yes. Tulikuwa tunaangalia hivi. Kwa tumesema cha kwanza kuna uwezeshaji, uwekezaji. Serikali imeweka mazingira wezeshi. Sasa kuna pande mbili za hiyo swali lako. Tunafanya kazi kwa karibu sana na KOSOTA na BRELA. Kwa hiyo vijana tunawasaidia sana. Na mpaka mwaka huu tu bunifu zaidi ya 19 tumeshapata hataza. Kwa sababu hao wabunifu wanakuja na suluhisho kutatua changamoto kwenye jamii. Kwa hiyo changamoto inawezekana kijana aliyoko Manzese kaiona. Changamoto hiyo kijana aliyoko Tandahimba kaiona. Aliyoko VETA Mtwara kaiona, aliyoko VETA Msoma kaiona. Kwa wakati mwingine kusema kwamba wazo wangu limeibiwa, sababu tatizo ni lile. Kwa hiyo ile upande wa kila shilingi magari yanatengenezwa kila siku. Magari ni yale. Kwa wakati mwingine kwamba ule ubunifu unaosema inawezekana sio ubunifu wa kwenda kupata hataza, lakini ni suluhisho la kwenda sokoni. Kwa hiyo tunawasaidia kuwapa elimu kwa ajili ya kufanyaje kuhakikisha kwamba bunifu zao haziibiwe. Hiyo tunasaidia na tunafundisha, na hata mwaka jana 2012 kama nakumbuka, wakati tunafanya ule mkutano wa kimataifa pia watu wa WIPO walikuwepo. Tunaona kwamba Tanzania ina wabunifu wengi. Mnawapataje hao vijana? Mnatangaza tu watu wanaingia au kuna jinsi kuna fomu ya kujaza kuja?
Kama nilivyosema mwanzoni, serikali ina jukumu la kuweka mazingira wezeshi. Sasa hapo awali tuna kitu ndani ya COSTECH wanasema walk in innovators, kwamba tuna mlango wazi, mbunifu na wowote anaweza akatufikia na ubunifu wake. Lakini miaka 7 iliyopita 2018 tuliandika mwongozo wa kuanzisha mashindano ya kitaifa ya sayansi pamoja na ubunifu MAKISATU, ambao tumekuwa tukiendesha sasa hivi kwa miaka 7-8 hivi, na pia tuna wiki ya ubunifu. Kwa hiyo pale huwa tunaweka dirisha la watu kutuma maombi yao kusudi washiriki kwenye yale mashindano. Yale mashindano ni jukwaa, inaanzia ngazi ya chini inakwenda mpaka ngazi ya juu kabisa, na ile kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Kwa hilo ni eneo mojawapo kubwa ambalo tumekuwa tukiwapata hawa wabunifu na kuwasaidia katika nyanja mbalimbali. Kubwa zaidi kuwapa mafunzo kuhusiana na ubunifu zao, lakini kubwa lingine zaidi ni kwamba tunajitahidi kutengeneza mfumo, kwa maana ya kwamba hata hizo bunifu zipo katika hatua mbalimbali. Sasa kuna mwingine anasema ubunifu wangu umekosa msaada, lakini ubunifu bado uko kwenye wazo. Kuna ubunifu ambao umeshafika, umepata ana product tayari. Kwa lazima kuwe na watu mbalimbali, mifumo mbalimbali ya kuweza kuwasaidia hawa wabunifu kwenda mpaka juu. Kwa hiyo tunawapata wabunifu katika njia mbalimbali, lakini kubwa zaidi sisi tunatumia ni MAKISATU. Naam. Kumekuwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wabunifu wakihisi, wako mtaani tunawakuta, wanahisi hawaungwi mkono na serikali. Ni kwamba labda hawajui nyinyi mpo au hawajui wataenda wapi? Kuna dhana mbili. Dhana moja ni kwamba ndio serikali inatakiwa itukusanye, itupe, kama hiyo nasema, itupe mtaji. Hiyo dhana moja. Lakini nikiangalia kwa miaka 7-8 iliyopita, ubunifu hapo nyuma, hata ukiangalia sera yetu inaongelea masuala ya sayansi teknolojia. Mwaka 2010 tukaanza kuingiza ubunifu rasmi kutoka kwenye teknolojia pale usamani peke yake. Serikali ikaanza mchakato wa kujenga mazingira wezeshi hayo. Tukaanza na ule ukumbi wa ubunifu COSTECH hapa Buni Hub. Ukiangalia ubunifu wakubwa walioko hapa nchini sasa hivi na kwenye mifumo yao hapa wameanzia COSTECH. Tulikuwa na Buni Hub au tukatengeneza atamizi ya DTVI. Kwa ukimchukulia mfano Magira, Jumanne Mtambarike, wengi ukimention wameanzia hapa. Sasa baada ya hapo tukaangalia kwa maana ya kwamba kuna ubunifu wako nje ya Dar es Salaam, tunafikiaje? Kwa serikali tukaanza pia kusupport hizi kumbi za bunifu mikoani. Sasa kuendelea kujenga mazingira wezeshi. Kwa mikoani na tuangalie kwamba iwe ni ukumbi uko serikalini, kwa mfano vyuo vya maendeleo au kwenye sekta binafsi, wote tunasaidia. Kwa kumbi zinakuwa, pointi ya msingi nini? Kwamba hawa vijana wabunifu waweze kupata usaidizi wa urahisi zaidi. Kwa hiyo kijana kama anaramia kwamba hajafikiwa, inawezekana pia naye mwenyewe ndo anasubiri afuatwe. Lakini kufikia MAKISATU, hata wale vijana wa mtaani, tunasema grassroots, yani vijana ambao hawako kwenye sekta sio rasmi, nao pia tumewafikia. Kwa mfano mmoja, mwaka 2019 kupitia MAKISATU kuna mbunifu kutoka hapo Kidongo Chekundu. Alikuja na ubunifu wake wa kutengeneza vipuri vya pikipiki. Amekutumia plastiki. Tulimsaidia, tukamfunza na tukampeleka DIT. Sasa DIT wana karakana, wana machinery. Kwa hiyo sasa hivi ana kiwanda cha vipuri vya pikipiki. Na ni kijana tunasema ni grassroots, ambaye kijana wa mtaani, tofauti na ambao wako kwenye sekta rasmi. Tunatengenezwa hapa Tanzania. Hapa. Ukipata siku moja nafasi kamtembelea pale DIT. Kwa hiyo tunafikia wote. Na tunakwenda katika enzi za teknolojia. Sisi tunajiandaa vipi kuhakikisha kwamba vijana wetu wenyewe wanasogea mbele na wanakwenda na muda na jinsi dunia inavyobadilika hasa katika teknolojia? Ukiangalia sasa hivi kwenye tunaongea teknolojia, tuna kazi ya kufanya, lakini mpaka sasa hivi hatuko nyuma sana. Nimemchukulia mfano Magira, kijana ambaye alipita COSTECH hapa. Ana kampuni yake ambayo inashughulika na masuala kwa mfano ya usalama kwenye mitandao. Amefungua kampuni Dubai. Kwa mpaka kuruhusiwa kufungua kampuni Dubai, ina maana kijana ambaye anakubalika.
Kwa vijana kama hao wapo wengi tunao. Tuna vijana, mwaka juzi kwenye utafiti tumefadhili tafiti za hizi ni teknolojia ambazo zinaibukia, emerging technologies. Wazo lilikuwa ni kwamba hii kitu inaongelewa sana, teknolojia. Tuwe na mifano hai ya inafanyaje kazi. Kwa tukasema vijana ndo wako mbele sana kwenye teknolojia ambazo zinaibukia hizi, kuzidi taasisi zingine hizi. Kwa tufanye pairing kati ya taasisi ya utafiti na kampuni za mtaani. Tumefadhili miradi 7. Kwa hiyo ambao tunasema kwamba kwa mfano, of course mfano mwepesi ambao Chuo Kikuu cha Muhimbili wanafanya utafiti masuala ya kansa. Wamepatana na kijana ambaye na kampuni changa namna ya kutambua kansa kwa haraka kutumia akili unde. Kwa hiyo ni kampuni ya nje na taasisi ya utafiti wanafanya pamoja. Kusudi tu na mifano hai kwamba kitu kipo kinawezekana. Of course Chuo Kikuu cha UDOM walishirikiana na Ustari Milembe pia kutumia akili unde kuangalia namna ya kutambua kwa haraka watu wenye changamoto ya akili, mazoea ya akili. Kwa hiyo tunasema kwamba ndio tunaendelea kuinvest, lakini at least vijana wapo na wanafanya kazi. Na juzi kama ulikuwepo kwenye ile kutia saini mkataba wetu, Mheshimiwa Rais alisema kuna program mpya ambayo wizara inaileta kuhakikisha kwamba hawa vijana tunafanyaje, usaidizi unaongezeka, mazingira wezeshi yawepo makubwa zaidi kusudi wapate kama vile pia fursa ya kujengwa ili waweze kwenda kwenye makampuni makubwa haya yako duniani. Ujio wa AI kwako wewe unachukulia vipi? Teknolojia iliyobadilika. Dunia ni kijiji. Kwa kama ni kijiji haina kwamba mimi nahusika mimi sihusiki. Kwa hiyo AI ukiangalia inasemekana AI ni msaidizi. Teknolojia kwa ujumla wake wanasema ni enabler. Ni kiwezeshi, ni kiungo. Hata ilipokuja TEHAMA ilikuwa ni kiwezeshi kwa sekta zote. Sasa inapokuja hii akili unde inakuja kwa spidi kubwa zaidi. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba inabidi tuielewe na kila mmoja aielewe kusudi iweze kumsaidia kuongeza ufanisi kwenye kazi yake. Kwa hilo ndo kubwa kwamba hatuwezi kuikwepa. Lakini bahati mbaya inapokuja haichagui. Kama ilivyokuwa internet kwamba kuna wengine wanaitumia kwa wema, wengine wanaitumia kwa ubaya. Pia hii AI kwa maana ya akili unde na yenyewe ni hivyo, kwa maana kwamba itawanufaisha wote kwenye nia njema na wenye nia ovu. Sasa inabidi sisi serikali tuweze kujitahidi kuwa mbele zaidi ya hawa ovu, kusudi tuweke mazingira ambayo kwamba huyu muovu asiweze kupata madhara kwa kutumia AI, lakini itumike kwa kufanya mema zaidi, iongeze ufanisi kwenye kazi zetu. Katika uzoefu wako vijana ambao umewaona hapa, kuna dalili kwamba tunaweza tukaja na ubunifu ambao unatumia duniani kote pengine? Ndio. Nimekutolea mfano mzuri kwa Magira, saizi yuko Dubai na pia anafanya kazi DRC Congo. Kuna kijana mmoja kwenye akili unde saizi ametengeneza programu ya kutoa usaidizi kwa watu wenye changamoto ya usikivu. Wakati tunazindua sera ya elimu, alikuwa pale Dodoma, alikuwa akidemonstrate ile program yake kama Mheshimiwa Waziri, kwa maana ya kwamba na sasa anaifanya majaribio na taasisi ya elimu hapa. Ubunifu kama ule inawezekana kwamba unaweza kwenda dunia nzima, kwa sababu kuna wakalimani wapo wa hiyo sign language, lakini yeye huyu anamsaidia mwanafunzi huyu aweze kusoma kwenye madarasa ambayo ni ya watu wa kawaida. Ila akiwa nayo ile kwenye simu yake hapa, akiwa na notes zile tu inamsaidia kufanyaje kutranslate ile sign language. Kwa ni ubunifu mmoja hapo unatumia akili unde hiyo. Kwa hiyo tuna bunifu ambazo tuna imani kwa maana ya kwamba zikipewa msukumo kidogo naweza kwenda dunia nzima. Kwa sababu kuna uore kidogo. Kama nilivyosema, serikali inaweka mazingira wezeshi. Pia kuna uwezeshaji, kuna uwekezaji. Sasa kwa nchi za wenzetu ambayo hii ni the ecosystem, kwamba mfumo wa ubunifu umepanuka, unakuta kuna wadau wengi wanafanya, kila mmoja ana play part yake. Sasa kwa nchi changa kama za kwetu hizi, serikali bado inatakiwa ifanye sehemu kubwa sana.
Ndio maana kama nilivyosema tokea mwanzo tumekuwa tunatoa hizi ruzuku za awali. Tunaita seed fund kwenye lugha ya kibunifu. Sasa hawa vijana wakifika sehemu wanakosa mwendelezo wa kuingia sokoni. Sasa nchi za wenzetu tunakuta kuna wawekezaji ambao wanaona hii ni fursa. Sababu kijana akifanikiwa ni big time. Kwa hiyo kwa Tanzania ndo Mheshimiwa Rais akasema tuwe na mfuko kwa saidia hawa sasa. Kwa hiyo vijana wasiogope kwa maana kwamba sasa serikali au COSTECH wamehama kwenye kuwasaidia hawa wachanga ambao wanataka hii mbegu kusudi na ubunifu zao zipate shape. Wamekwenda kwenye upande wa mbele kwenda kutoa mitaji. Sisi hapa ushirikiano wetu na CRDB tunatoa ile tunasema collateral, dhamana. Kwa sababu huyu kijana ana biashara tayari. Si ndio? Anataka ingie sokoni. Lakini anachohitaji ni mtaji, fedha nyingi za kwenda sokoni. Sasa hana fedha. Akienda kwenye taasisi ya fedha wanamwambia hakopesheki. Kwa hiyo ndo msingi wa haya makubaliano. Kwa maana kwamba serikali imetafuta fedha bilioni 2.3 fedha ya Tanzania. Ikasema hiyo kama kianzio. Tutumie hizi kugarantii vijana waweze kukopesheka. Baada ya kusema lete hati ya nyumba sababu hana. Kwa hiyo tumeanza na CRDB. Tunatumaini tutaenda zaidi ya hapo. Mnapanga kushirikiana na watu wengine pale? Yes. Kwa hiyo tumetoa hiyo bilioni 2.3. CRDB akasema naye anachangia bilioni 2.3. Maana tunasema tuna bilioni 4.6. Siko pale. Kwa hiyo serikali yenyewe imetoa 2.3 ni kwa ajili ya dhamana kwamba nenda ukopesheke. Lakini pointi ya msingi ni kwamba huyu kijana upande wa pili sio kwamba serikali imetoa pesa kwa hiyo ni za kwangu twende tupewe. Kwa sababu kwamba inabidi kuwe ubunifu wenye tija ambao kikeke anaweza akalipia kuutumia. Sio unataka kufanya biashara unataka kuingia sokoni. Maana unasema ni Samia Innovation Commercialization. Yaani ni mfuko wa ubiasharishaji. Kwa hiyo CRDB sisi tukishampelekea wale vijana kwa sisi tunafikiri hawa ubunifu zao zina tija. CRDB anatakiwa aangalie kwenye commercial aspect. Kwa maana kwamba huyu pamoja na ubunifu soko lipo, akipewa hii fedha itazunguka aweze kulipa, kurudisha mwingine akope. Kwa hiyo nasema hilo kusudi kesho isionekane kwamba mama katoa fedha alafu zimekaliwa hazitoki. Au tumeenda tumenyimwa. Kwa sababu mwisho wa msingi ni kwamba tunabidi tukupe urudishe mwingine akope. Ndio maana kwamba kwanza kabisa wataanza na kufundishwa hata namna ya kuandika proposal nzuri, business plan, lakini pia kustudy market na vitu kama hivyo. Otherwise hii 4.6 iliyopo tunatamani vijana wengi watoke waichukue ishi kusudi serikali ione ile hamu iweze kuongeza pale. Sawa. Ni hilo tu. Asante sana. Nakushukuru sana. Asante. Nashukuru. Crown Media. Hapa ni nyumbani.